maisha yetu majaribu yanafananishwa na hivi, na anasema mvua, pepo, mafuriko, kwa sababu majaribu yanakuja kwa aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Mathayo 7:27. Lakini pia Wakorintho wa kwanza 10:13 Biblia inasema jaribu halikuwapata isipokuwa hilo kawaida ya wanadamu. Kwa kwenye maisha yetu kuna kujaribiwa. Kuna kujaribiwa ili kuangalia hii nyumba imejengwa kwenye msingi au imejengwa na mpumbavu iko kwenye mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bahati mbaya sana, majira yanapobadilika hayakutaarifu. Yaani adui hakuambii ni saa ngapi unajaribiwa kwenye rushwa. Adui hakuambii ni saa ngapi unajaribiwa kwenye uongo. Adui hakuambii ni saa ngapi unajaribiwa kwenye zinaa. Adui hakuambii ni saa ngapi unajaribiwa kwenye kutokutii neno la Mungu. Wakati anaojisikia analeta. Kinachogarantii usalama wako ni msingi uliomjenga. Kwa mwaka wa 2026 azimia moyoni mwako kwamba mimi nitaanza kuangalia ni wapi pamelegea, wapi pa kuimarisha. Kama ulikuwa sio msomaji wa neno la Mungu kwa makusudi, kwa nia ya kujifunza, anza kuweka bidii kwenye kujifunza neno la Mungu. Kama ulikuwa sio mwombaji kama mimi, anza kutia bidii katika kuomba. Kama ulikuwa sio mtoaji, mahali hapo pamelegea, anza kuweka nia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wakati wako wa kujaribiwa unapokuja, unaambiwa na namna ambavyo wewe umejijenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujaahidiwa kutojaribiwa. Biblia inasema mjapopita katika maji mengi hamtagarikishwa, si ndio? Kwa kupita kwenye maji ni lazima, ila uhakika tulionao ni wa kutokugarikishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama nilivyotangulia kusema, kinachojaribiwa ni imani tulionayo, lile tumaini tulilonalo kwa Mungu ndilo linalotikiswa. Na ili uwe na tumaini la kweli, lazima liwe limejengwa kwenye neno la Mungu ambaye ni Yesu mwenyewe. Paulo anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Mungu. Kwa unaposikia, ule mwitikio wako ndio unaoamua kwamba una imani au hauna imani. Yaani unapoitikia kwenye kile unachosikia cha kimungu. Kuna wakati utasikia kwa watumishi wa Mungu kama hivi tunahubiri. Kuna wakati Roho Mtakatifu atakuja mwenyewe kukusemesha, kusema na mtu wako wa ndani. Mwitikio wako, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anasema anayachukua katika yale ya Kristo ili kutufundisha. Kwa mwitikio wa kile ambacho Mungu anasema kwenye maisha yako ndio unaoamua kwamba wewe uko imani au hauko imani. Na ili uwe imara lazima kutenda kile ambacho Mungu anakusemesha. Kwa kinachojadiliwa ndani yetu huwa ni imani. Na kama ambavyo mhubiri anasema kwamba kwa kila wakati kuna kusudi, majira yanapobadilika utukufu unaongezeka, lakini na majaribu yanaongezeka. Kijana aliyekuwa hajaoa, Mungu anapokubariki ndoa ni utukufu umeongezeka, lakini anaingia kwenye vita na adui anayeshambulia taasisi ya ndoa. Kwa hiyo uimara wake wa rohoni, uimara wa msingi wake ndio unaoamua kwamba ndoa ni salama au sio salama. Ndio unaoamua kwamba ndoa ina amani au haina amani. Wakati mwingine tunawatazama wenza wetu kama ndio matatizo, lakini nakuhakikishia ni
majira yamebadilika, utukufu umeongezeka na jaribu limeongezeka. Inamhitaji hekima ya Mungu kujua kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe, na si wawili tena, ni mwili mmoja. Kwa hiyo nikiwa namtazama Johani wangu pale, ninajiona katika yeye, kwa sababu Mungu ametuunganisha, tunakuwa mwili mmoja. Kwa hata kama kuna changamoto inakuja kubwa, lazima tutafute ground ya kusimama pamoja katika kushambulia hiyo changamoto. Lakini kama hakuna ile siri, ule msingi hapo imani, utaanza kusema huyu hakufundishwa na wazazi wake. Yesu asifiwe sana. Na kumbe wazazi walimfundisha na ukamwona anakufaa, ukapeleka mahali mwenyewe kwa miguu yako na ukakabidhiwa. Unasahau kwamba baada ya hapo wewe unageuka kuwa mzazi. Yesu asifiwe sana. Watu wengine ni cheo. Mungu amekubariki cheo, umepata cheo kikubwa. Ulikuwa ni mtu wa kawaida, na ulipokuwa mtu wa kawaida tulikuwa tunakuona unafanya na kumtumikia Mungu, uko imara. Lakini kwa sababu umepata cheo kikubwa, majukumu yameongezeka, yanaanza kuibia na ule muda wa maombi, yanaanza kuibia na ule muda wa kusoma neno la Mungu, yanaanza kuibia na ule muda wa ushirika na wengine. Mwisho wa siku cheo kinakuangusha chini. Kwa sababu gani? Ulitafuta cheo ukiwa huna msingi. Kwa cheo kilikuja kikakuta mchana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ni katika eneo mbalimbali. Wakati mwingine Mungu amekubariki afya njema, uko vizuri, haugui, hauna shida, maisha ni raha. Kwa unasahau kwamba hata wakati wa amani tunamtafuta Bwana, wewe unaendelea tu na maisha. Siku kikija, siku adui akiachilia mshale, akipiga upinde wake akaachilia, anakukuta ukiwa huko unaelea. Ni rahisi kusema sioni wapendwa, mimi nimeugua, hakuna aliyekuja kuniona, na hili kabisa mimi kuanzia leo siendi, na hii kitu mchungaji mimi nilikuwa nafikiri ni wa kiroho, kumbe hata mchungaji hana macho ya rohoni, maana kwa ameniona na shida nilizonazo, kwa sababu mwenyewe umeweka msingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo amesema hakuna jaribu ambalo linakuja ambalo ni zaidi ya kawaida ya wanadamu. Kwa tunapojaribiwa kwa mujibu wa Biblia ni kawaida ya wanadamu, na kila mmoja anajaribiwa kulingana na imani yake aliyonayo. Lakini anasema Mungu ni mwaminifu, atafanya na mlango kutokea. Kwa jaribu linapokuwa kubwa, si wakati wa kulalamika. Rudi kwenye misingi, jikague mwenyewe, umesimama sawa sawa. Hizi tulikuwa tunasikia mama Afrika hapa anatushuhudia, alifilisika. Wale wachache alisema nao alifilisika, yaani alifilisika. Lakini Mungu alichomsaidia ni kujua kwamba wakati wa kufilisika kuna namna msingi ulimonyolewa, akabaki juu ya mchanga. Kwa hiyo ikawa ni rahisi adui kufanya nini? Kupita naye. Kwa sasa hivi yuko katika hali ya kujenga na kujenga msingi mwingine ili ule utajiri wake urejee, lakini amegundua kwamba kumbe unaweza ukawa unasali, unatoa sadaka, unafanya kila kitu, ila msingi ambao ni neno la Mungu. Sababu neno la Mungu ndio linalotufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana.